subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. Mpenzi mtazamaji wa Bongo Media, karibu tena katika dawati letu la michezo, tukizidi kukuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Na taarifa kubwa zaidi ambazo tunakujuza siku ya leo ni kuhusiana na maamuzi ya kesi inayoendelea katika mahakama ya usuluhishi wa kimichezo kimataifa CAS, yani CAS, ambayo inatarajiwa kutoa maamuzi juu ya klabu ya Yanga dhidi ya klabu ya Simba, mchezo dabi ambao uliahirishwa kimakosa tarehe 8 ya mwezi wa 3. Ilikuwa ni siku rasmi kabisa ambapo mchezo wa dabi kati ya klabu ya Young African dhidi ya klabu ya Simba ungepaswa kuchezwa, lakini klabu ya Yanga waliweza kuingia uwanjani kama taratibu zilivyokuwa, lakini hawakuwa na mwamuzi wala mtu yote ambaye aliweza kusimamia mchezo huo au wao kuingia uwanjani. Lakini klabu ya Simba, baada ya kadhia ya siku moja kabla ya mchezo ambapo tayari klabu hiyo ya Young African, baadhi ya watu wake walizuia Simba kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja ambapo ni muda sawa na ule muda ambao angecheza mchezo huo. Moja kwa moja klabu ya Simba ikatangaza kuto kushiriki mchezo huo hadi wapewe taarifa ni nini ambacho kilipelekea dabi hiyo kuweza kuhairishwa, na mambo mengi ambayo yaliweza kuzuka katika mitandao ya kijamii. Watu wengi wanachosubiria ni kuona, je, dabi itachezwa, na kama inachezwa lini? Yanga tayari washatoa taarifa kwamba dabi yao tayari, huo mchezo namba 182 tayari umetamatika. Hawana mchezo mwingine wa dabi, yani hawatacheza msimu huu tena na klabu ya Simba katika michezo ligi kuu, kwamba tayari kwa upande wao michezo yao wamemaliza. Sasa kila mmoja anasubiri kuona Yanga ambao walienda kuishtaki bodi ya ligi pamoja na Simba kwamba wao ndio walipelekea mchezo ile kuahirishwa. Usisahau kwamba ziko hasara mbalimbali ambazo zimetokea kwa pande zote mbili, sana sana kwa upande wa mashabiki na wanachama. Upande wa Yanga ambao wale ndio walikuwa ni host wa mchezo, kuna watu wamesafiri kutoka mataifa mbalimbali walikuja Tanzania kwa ajili ya kuishuhudia hiyo dabi, lakini dabi hiyo hawakuweza kuishuhudia. So hizo hasara Yanga wanasema kwamba hawana uwezo wa kuzifidia, hasa muda. Tukitazama masuala ya pesa zinaweza siwe nyingi au pesa inaweza siwe kigezo, lakini muda wa watu ambao wameutumia kwenda kutazama dabi. Je, ikitokea dabi imepangwa tena, ni watu gani watapoteza muda kwenda kuitazama dabi yenye kona kibao? Japo Simba nao wanadai kwamba katika ule mchezo kulikuwa kuna viashiria vingi vya rushwa, ndio maana waliona hawakustahili kuendelea na mchezo ule. Japo na bodi ya ligi nao hawakuwa na sababu za msingi walizozihainisha, zaidi ya kwamba walihisia kutokea kwa vurugu kubwa zaidi kama mchezo ule ungechezwa katika yale mazingira jinsi ilivyokuwa. So swala kubwa ni kusubiri kuona hiyo mahakama ya usuluhishi wa kimataifa, yani CAS, yani CAS, wao watalizungumziaje swala la dabi. Wakati shirikisho la soka la Tanzania kupitia bodi ya ligi TPLB na TFF kwa ujumla, wao walisema kwamba watatoa taarifa mapema kwamba dabi itachezwa lini, lakini taarifa hiyo hadi sasa haijatolewa, na mapema hiyo haijulikani ni mapema ipi ambayo inazungumziwa. Naweza nikasema kwa namna moja au nyingine, kila mmoja anatazama kuona ni vipi jinsi itakavyokuwa na sakata hilo na jambo hilo kwa ujumla ni vipi litaweza kukaa. Ukitazama kupitia serikali ya Tanzania, lakini pia na Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo, ambao wao waliziita pande zote mbili, upande wa klabu ya Young African lakini pia na upande wa klabu ya Simba, kuzungumza na pande zote mbili kuonekana kama kutakuwa kuna uwezekano wa sehemu moja au sehemu nyingine kuweza kukubali kushiriki ule mchezo, lakini majibu hayakutolewa rasmi na serikali juu ya swala hilo. Je, ni nani ambaye atakubali kushiriki huo mchezo? Je, Yanga watakuwa tayari kwa ajili ya mchezo huo au Simba watakuwa tayari kwa ajili ya mchezo huo? Ndio jambo kubwa zaidi ambalo halikutolewa majibu rasmi, lakini kwa dalili na yale yaliyokuwa yanaonekana katika mitandao ni kwamba Yanga waliendelea kuweka huo msimamo, na taarifa kutoka katika hiyo mahakama bado hazijatoka. Sasa kutoka kwa jicho la mwewe ambao wao wamezungumzia swala la itakuwa vipi kama Pasaka imepita, Idi imepita, lakini dabi ya Kariakoo matumaini ya mchezo huo kuchezwa bado hayajafufuka.
itakaa vipi? Basi tukapita katika taarifa hiyo kutoka kwa Mwanaspoti. Wao wanaandika hivi, Mwokozi Yesu aliteswa baada ya usaliti mkubwa wa rafiki yake Yuda Iskarioti, akafa, akazikwa, akafufuka siku ya Pasaka. Hata hivyo, dabi ya Kariakoo ambayo ilikuwa ni wakati ule wa Kwaresima bado haijafufuka na hawajui ni lini itaweza kufufuka. Kila unakopita marafiki zako wanaweza akawa wanaamini wenda wewe ukawa mbele ya muda, wanakuuliza kama unajua dabi ya Kariakoo itachezwa ni lini na itachezwa vipi, itakuwa basi itachezwa lini, na unaweza ukawa hauna jibu lolote juu ya swala hilo. Hapa narudia kila alichokiandika mwenye jicho la mwema, anasema hivi, kila ninakopita rafiki zangu wanaoamini wenda mimi niko mbele ya muda wananiuliza kama mimi ninajua dabi ya Kariakoo itachezwa, na kama itachezwa basi itachezwa lini. Sina jibu lolote la uhakika. Ilikuwa wakati wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresima. Idi mosi ilipita, Idi pili ikapita, Pasaka ikaji ikapita, bado pambano hili hatujui litachezwa lini. Na kwa Wakristo Bwana Yesu alifufuka, lakini pambano hili bado halijafufuka. Sababu za msingi ambazo nazifahamu kwa nini dabi haijapangiwa muda ni ule ukweli uliokosea. Wanataka kwanza Yanga ibadilishe msimamo wake ili tarehe mpya ya dabi ipangwe. Hawana jeuri ya kutangaza tarehe mpya ya dabi bila ya kuibembeleza Yanga. Wanajua wakitangaza tarehe mpya kama walivyosema mchana ule wa Machi 8 dabi itapangiwa tarehe nyingine, basi Yanga watashikilia pale pale, hawachezi. Na kama hali ikiwa hivi, basi Yanga hawatakwenda kweli uwanjani. Kwa kuwa siku ile Yanga kwa makusudi kabisa walikwenda uwanjani na wakafanya warm up, hata kama mwamuzi hakuwepo, ulikuwa mtego tosha. Simba wanaweza kufanya hivyo katika tarehe nyingine, lakini hawapaswi kupewa point 3. Simba ambacho hawezi kupewa ni point 3, na Yanga nao watazihitaji point 3, maana walitimiza vigezo na masharti jinsi ilivyokuwa. Bahati mbaya hakuna mwamuzi anayeweza kumaliza pambano hilo na kuipa mamlaka bodi ya ligi kutangaza Simba anapewa point 3, haitaweza kutokea. Ndio maana wanajiadhari na hili na hali hii ya mapema kwa kutokutangaza tarehe ya dabi. Kwa mfano, itokee watangaze tarehe mpya ya dabi Yanga bila ya kuafikiana na Yanga kucheza, ni wazi maandalizi yataendelea, lakini itakapofika saa 9:30 bila dalili zozote za Yanga kuja uwanjani, basi mechi itaahirishwa kama ilivyoahirishwa mechi ya siku ile. Ghafla tu itatoka taarifa mitandaoni, pambano limeahirishwa. Kuna ganzi kubwa katika kuzitawala Simba na Yanga, ni wakubwa hasa. Kigugumizi kimekaa muda mrefu, na kwa sababu Yanga wamesema hawachezi na hakuna wa kuwavimbia. Hiyo ndio taarifa kubwa zaidi ambayo imeandikwa juu ya hatma ya dabi. Lakini pia Yanga Sports Club pia walishatangaza kuwa hawana imani tena na bodi ya ligi na wanaoiongoza. Bodi ya ligi inaongozwa na mwenyekiti Steven Mguto. Yes, ni swala kubwa zaidi ambalo linazungumzwa kwa sasa. Uchale wa Simba na Yanga ndio unasababisha maendeleo ya soka la Tanzania kwa namna moja au nyingine. Kuna muda huwa yanakwamishwa. Ukitazama dabi ilipaswa kuchezwa, lakini kuna mambo ya hovyo na nje ya uwanja ndio alipeleka hilo. Je, mahakama ya CAS itaweza kuamuru klabu ya Yanga kupata pointi ambayo amepeleka kesi hiyo? Na je, Yanga ikiferi kesi hiyo itakuwa vipi, ambapo yeye mwenyewe aliingia uwanjani na kushiriki mchezo kana kwamba alikuwa hana taarifa ya kwamba tayari mchezo ushahairishwa? Ndio jambo kubwa zaidi ambalo nazidi kutikisa katika mitandao ya kijamii. Katika sakata hili unadhani hatima yake ni ipi? Shaka katika upande wa comment, comment section. See you next time, bye bye.